yani kama kifo huwa ni cha ghafla na huwa kinakuja wakati wowote. Kwa hiyo yani tumepoteza mtu na pengine itachukua muda mrefu sana kumpata mtu mwingine kama yeye. Kubwa ni mtu ambaye sio mnafiki, ambacho nafikiri hiki ni kitu ambacho Watanzania wengi tuko nacho, tabia ya kujifanya unataka kumpetipeti kila mtu ama kumbebabeba kila mtu. Sebo kwenye swala la kusema ukweli atasema ukweli. Kwa hiyo kama akiona umefanya vizuri maana yake atakusifia umefanya vizuri, akiona umefanya vibaya pia atakwambia umefanya vibaya. Kwa hiyo inakuwa imebaki kwako wewe kwenye alikuwa ni mtu ambaye pia alikuwa ananirekebisha baadhi ya vitu, fanya hivi Lugano na kuona mbali, na alishawahi kunitambia kitu kimoja kwamba tunakutengeneza wewe baadaye uchukue nafasi zetu. Na nakumbuka tukio ambalo lilitokea ni kwa upande wa ofisi, walinipa kipindi cha mawio, lakini lengo ni kipindi ambacho Sebo mwenyewe alikuwa akiongoza cha joto la asubuhi nije kukaa mimi. Kwa ni management yenyewe pamoja na Sebo walikuwa wananiandaa kwa sehemu ya kitoko na kumbukumbu ambazo ni nzuri sana kutoka kwa Sebo, na Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake, ambayo naamini imefanya mambo makubwa ambayo jamii nzima ina kitu cha kujivunia kutoka kwake. Alikuwa ni baba, kwenye ubaba anasimama kama baba, kwenye ubosi anasimama kama bosi. Akiwa ndani ni bosi, akiwa nje sio kama yani kama sio yeye utaenjoy, utakunywa. Na anakuambia kabisa, nakununulia hichi kinywaji, sijakwambia kesho uchelewe kuja kazini, nakununulia hichi kinywaji, kunywa maliza, kesho nikuone kazini. Kwa mimi kiukweli tutamkumbuka kwa sababu ametufundisha vitu vingi sana. Neno gani ambalo amekuachia mpaka sasa ambalo huwezi kulisahau? Neno kubwa ambalo nalikumbuka sana, nimeliweka hata kwenye Instagram yangu jana, ni kwamba hakuna tajiri aliyefanikiwa kwa kutegemea chanzo kimoja cha kujipatia kipato. Ni mtu ambaye alikataa mbele ya kikao, si kwamba kwa wawili tu anaona aibu, ni mbele ya kikao cha ofisi nzima. Akasema huyu mtu atakwenda hewani mpaka atakaporekebisha hiki na hiki na hiki. Kwa namshukuru Mungu nirekebisha nikaenda hewani, na hadi Mwenyezi Mungu anamshukuru, anajivunia yeye mwenyewe. Yeye anajivunia mimi kwa kile ambacho nimefanya. Kwa akikwambia sitaki ni sitaki, yani akishasema sijakukubalia brother, hapo usitegemee utaenda kubembeleza sio utafanyaje, amna. Na akishakwambia ofisini kwangu sitaji mtu aingie tu, ukifika hapo hata kama umemkuta amekaa peke yake atakwambia ondoka, jipange siku nyingine kuja kwa heshima ofisini kwangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anatufundisha namna gani ya kuwa na nidhamu ya kazi, namna gani Bwana Manganja, mzee wa Ulaya, umepokeaje taarifa ya msiba wa Sebo? Taarifa msiba nimepokea kwa uzuri sana. Unakumbuka kitu gani kutoka kwa Sebo? Kwa Sebo aliweza kunibadilisha maisha kwa muda wa kazi na muda wa yani, alisema alifundisha maisha kwa muda wa kufanya kazi na muda wa kuzurura na muda wa kujua jinsi gani kuishi na watu. Imekuuma kwa kiasi gani kwa sababu hayupo duniani tena? Haina jinsi, kwa sababu tunasema maisha ni kutafuta, kwa kweli tunatafuta, hamna jinsi. Sababu Mungu anaamua, basi hamna jinsi. Sababu hilo linawezekana kwa kila binadamu mbele yake, nyuma yetu. Ila mimi nilichokuja kukubali kwa Sebo alinifundisha kujali muda wa kazi. Yaani Sebo utaongea yote ajue kazini muda wake ukifika na kutaka yeye kikao ni watu wengi lazima uripoti. Kwa anakutoa kwenye akili za mitaani anakurudisha kazini. Kutokana na watu kuondoka duniani, kwako umekufundisha kitu gani uhai wa mwanadamu kwa jumla? Mimi nimenifundisha kwamba Mungu mkubwa. Nilitaka Mungu ana uwezo. Kwa kweli Mungu yupo. Ndio maana kwa utende mema, watu wampende.
bosi wetu amepata kibao kwenye msiba, ingawa kila kiumbe kikosi kasoro na mabaya yake na mazuri yake, lakini mara nyingi mabaya yake tunadhani kwenye muda ile anakufundisha, yaani anakuachia vitu baki navyo duniani. Kwa hiyo kama utakuwa mbaya au utabaki navyo. Kwa nini swala kwa kazi ni baya, swala kuchelewa muda baya, swala kukosea kitendo baya, kwa nini vitu ambavyo utabaki navyo? Naongea vibaya maneno yake, anakupa vitu ambavyo utabaki navyo, utamchukia, lakini wewe utakutana navyo. Basi mimi nikushukuru sana. Asante. Naam, Samio, hebu mambo vipi? Inakuaje baba? Safi, shwari. Shwari na pili. Bwana, msiba umekugusa kwa kiasi gani? Msiba ni mkubwa, kiongozi wetu tumepoteza baba yetu, msiba mkubwa kwa upande wetu. Kugusa, tumepoteza pakubwa. Sehemu ya mihimili ya kiuongozi ya FM Sebo alikuwa ni sehemu, kwa hiyo kumpoteza yeye nimepoteza pakubwa. Kumbukumbu yako kwenye kuwepo pale FM, kuna hatua za mafanikio ambazo alizisogeza Sebo, unakumbuka kitu gani? Mimi nakumbuka namna ambavyo alikuwa serious tu kwenye uongozi, namna ambavyo alikuwa hataki kuona mtu anakosea tena kwa makusudi, kwa uzembe. Naona hiyo nitaikumbuka sana, na naamini vijana wengi tulijikuta tunafanya vizuri kwa pressure ya kumwogopa yeye, lakini mwisho wa siku tulikuwa tunafanya vizuri. Unanielewa? Kuna vitu alikuwa akisema nataka iwe hivi, kwa hiyo unaweza ukafanya kwa uoga, lakini mwisho wa siku ukifanya unajikuta matokeo yake ni makubwa kuliko hata ambavyo usingefanya. Kwa hiyo mwanzoni tulikuwa tunamuona kama ni bosi fulani mkali sana, anatuonea, kuna wakati kwa tunahisi hata hatupendi, lakini mwisho wa siku tulikuwa tukifanya vitu ambavyo tukifuata miongozo yake tunajikuta tunafanikiwa pakubwa sana. Na kiukweli mimi binafsi kupitia Sebo nimejengeka pakubwa sana. Na neno gani ambalo amekuachia mpaka sasa ambalo huwezi kulisahau? Neno kubwa ambalo nalikumbuka sana, nimeliweka hata kwenye Instagram yangu jana, ni kwamba hakuna tajiri aliyefanikiwa kwa kutegemea chanzo kimoja cha kujipatia kipato. Kila tajiri ana chanzo zaidi ya kimoja. Kwa hiyo alikuwa anatupa hilo somo, akimaanisha kwamba hautakiwi kusubiri mshahara ili maisha yako yaende. Unatakiwa mshahara uwe ni sehemu ya pato lako, yani la ziada. Yani mshahara ukija una fix tu baadhi ya mambo machache, lakini kwa asilimia kubwa unatakiwa utengeneze source of income kutoka kwenye vyanzo vingi. Kesho na kesho kutwa hata mshahara ukipotea bado still utaendelea kusurvive. Kwa hiyo mimi nilichukua na nikafuata huo mfumo. Naona matokeo yake, yani naona namna ambavyo nafaidika kulingana na statement yake hiyo ambayo ameitoa muda mrefu na amekuwa akirudia mara nyingi sana. Asante sana. Bwana, ni Samio Love ambaye nilikuwa napiga na story hapa, lakini tuendelea kupiga story na wafanyakazi wa EFM, hata wale ambao isha kupita hapa. Tuna mengi ya kuzungumza sana nao kuhusiana na kinachoendelea sasa hivi. Mambo vipi? Poa, mambo. Unaweza tupige story kidogo, jitambulishe jina lako na uambie. Mimi naitwa Sasha, nilikuwa mfanyakazi wa EFM Radio miaka kama almost miaka 7-8. Lakini pia naomba tuseme kwamba huu msiba umenigusa, tena umenigusa mno, kwa sababu Sebo alikuwa ni bosi mzuri, japo watu tulikuwa hatujui alikuwa anamaanisha nini katika kutuongoza, lakini kutuongoza kumbe alikuwa anatufundisha maisha yanatakiwa yawe hivi. Ila sisi tulikuwa tunamuona kama ni bosi mkali, ni mbaya. Baadaye tumekuja kugundua kumbe alikuwa anatufundisha vitu, alikuwa anatufundisha discipline ya kazi. Yaani kwenye kazi lazima kuna discipline. Kikao saa 6, umefika saa 6 na dakika 2, yeye sio shida zake kukwambia toka nje kaniandikie barua. Kwa hiyo ile ukitoka ukienda kuitafuta barua kuiandika, ukirudi kwa mara ya pili unakuwa umerudi na discipline ya kutosha ya kazi. Anapokupa kazi yake anataka on time, hataki mambo ya mizunguko, hataki umepita hivi. Of course Sebo alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa anafundisha, anaelimisha, alikuwa ni baba. Kwenye ubaba anasimama kama baba, kwenye ubosi anasimama kama bosi. Akiwa ndani ni bosi, akiwa nje sio kama yani kama sio yeye. Utaenjoy, utakunywa, na nakwambia kabisa nakununulia hichi kinywaji. Sijakwambia kesho uchelewe kuja kazini. Nakununulia hichi kinywaji, kunywa maliza. Kesho nikuone kazini. Kwa mimi
kiukweli tutamkumbuka kwa sababu ametufundisha vitu vingi sana. Wafanyakazi wa EFM, sidhani kama kuna mtu ambaye anamzungumzia vibaya. Mwanadamu yoyote ana mapungufu. Kila binadamu hakuna ambaye amekamilika. Mimi na mapungufu yangu, na mapungufu yako. Kwa mwisho wa siku yeye alikuwa ni mtu ambaye anatuongoza kwa sababu yeye alikuwa na akili nyingi ukweli. Kumgundua kwa haraka kwamba huyu anachokifanya au anachokisema anamaanisha ni ngumu. Ila ukikaa mwenyewe baadaye ukijitafakari, unajua wapi mimi nimekosea. Kweli pale bosi hajanionea. Tutamkumbuka sana. Ilikuwa ni ngumu kuamini, lakini imebidi tuamini kwa sababu ndio imeshatokea. Tuna jinsi kikubwa, Mwenyezi Mungu ampunguzie tu adhabu za kabri, ampokee, ambe kitabu chake kwa mkono wa kulia. Ni hivyo, sisi tunamuombea sana. Natamani angepewa hata dakika moja ya kufungua macho aone vile ambavyo watu wamemkimbilia. Na kingine napenda kuhusia, jamani, tupeane sifa tukiwa hai. Tukiwa hai, mtu amefanya kitu kizuri, tupeane sifa, lakini anatamani asikie hivi vitu. Sidhani kama anavisikia, lakini inauma na inaumiza sana. Asante. Asante. Naam, ni Sasha huyu shai kupita pale EFM kama mfanyakazi, na mwisho siku ameweza kuzungumzia yale ambayo Dennis Busulu alimaarufu kama Sebo aliweza kuyafanya kipindi chake. Wapo wengi sana ambao hata huyu na ambaye yuko naye hapa ana jambo la kuzungumza kwa namna yote ile. Kuna kitu ambacho nakumbuka kwa Sebo kwa sababu pia EFM na TVE alishai kupita hapo, anaweza kuzungumza chochote. Mambo vipi? Jitambulishe jina lako na unakumbuka nini kwa sababu umepita pale TVE na EFM. Kuna chochote hapo tunakumbuka kwa Sebo? Kwa majina naitwa Mmoja bwana Chris na kazi. mwingi sana nilikuwa naona naye tukakuja kwenye vikao na hata tukakutana kwenye kazi. Leo mimi muda mwingi nilikuwa napenda kumsikia kwa sababu nilikuwa kidogo tunakuaga na uoga. Yaani kwa muda mwingi sana nilikuwa nikimwona na mpigia, ila kwa wakati ambao tulikuwa tunaye ni mtu ambaye anapenda watu kufanya kazi na anapenda watu wote kufanya kazi. Ila kwa vikao nilikuwa nimewahi kuhudhuria vikao vya jumla, ni mtu ambaye alikuwa anatupa somo kwa maana ukikaa sasa yale ambayo anakwambia ndio kwamba nini alikuwa na maanisha. Ni mtu ambaye sitakumbuka mimi mwenyewe kidogo kama sana na nitosha kusema niumia, ila nitaendelea kukumbuka na kuendelea kukumbuka vile ambavyo alikuwa anatuonyesha. Lakini hapa nimemtafuta Emmanuel Maziku, ni mmoja kati ya watangazaji wa michezo pale EFM na TVE. Kikubwa ni kuhusiana na msiba mkubwa ambao kituo lakini pia tasnia nzima ya habari imekutana nayo. Emmanuel Maziku, hebu tuambie kuhusiana na jinsi ambavyo umepokea taarifa za msiba na yote ambayo yametokea kwa sasa. Of course msiba ni msiba tu, msiba ni msiba, hauna mazoea, sio kwamba kwa sababu labda imetokea mtu gani ndio maana inakwenda kugusa. Kwa hiyo msiba ni msiba na kila mara inakwenda kugusa, kila mmoja atamuelezea kivyake, lakini naamini kila mmoja ameguswa kwa nafasi yake, na si wengine si wazuri sana kuzungumzia hivi vitu, lakini kwa inatokea ambapo inagusa. Kwa kifupi inagusa, ni brother, ni mtu ambaye alitusaidia kwenye tasnia kuhakikisha tunafika mbali, na wengine bado tunaumia zaidi kwa sababu hatujatimiza yale ambayo alikuwa anayaona, ambayo alikuwa anatushauri kuyafanya. Kwa hiyo mwisho wa siku ameenda, ametuachia kazi ya kufanya. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, tukionana wakati mwingine ataona au tutamwambia kama tujatimiza yale ambayo alituagiza, lakini maana yake ni brother ambaye alikuwa anatamani tufike mbali. Kwa mitihani alitupa kufanya, bado tuna kazi ya kufanya, kwa hiyo hatutasahau wajibu na kazi zilizotupa kuhakikisha tunafikia kule ambapo tunataka. Kuna neno gani ambalo ulishakutana nalo ambalo alikwambia na ukalifanyia kazi ambalo mpaka linaishi mpaka sasa kwenye maisha yako? Unajua mimi wakati naingia EFM niliingia kama cameraman na sikuingia kama mtangazaji ambapo watu wanajua, lakini na hata wale ambao walikuwa wanajua mimi nina kitu cha utangazaji ndani yake, walipojaribu kunipeleka kwenye utangazaji, yeye aliona bado sijakidhi kwa mtangazaji na alinizuia kwenda hewani mpaka pale ambako nitakapokuwa nimetimiza yale ambayo ameniambia niyarekebishe ili niweze kwenda hewani. So niliyarekebisha na nikafanikiwa kwenda hewani. Kwa ni mmoja wa watu ambao waliniruhusu kwenda hewani baada ya kurekebisha yale ambayo niliyafanya. Ni mtu ambaye alikataa mbele ya kikao, si kwamba kwa wawili tu anaona aibu, ni mbele ya kikao cha ofisi nzima. Akasema huyu mtu atakwenda hewani mpaka atakaporekebisha hiki na hiki na hiki. Kwa namshukuru Mungu nirekebisha, nikaenda hewani na
hadi Mwenyezi Mungu anamchukua, anajivunia yeye mwenyewe, yeye anajivunia mimi kwa kile ambacho nimefikia, lakini bado kidhi yale mahitaji ambayo alikuwa anatamani niyafanye, kwa sababu kuna watu ambao alikuwa anawaona juu, ananionyesha picha zao, ananionyesha njia wanazopita, natamani nifike, lakini nadhani mipango ya Mungu ya kufika pale ambako alikuwa anatamani nifike, kabla ya kufika Mungu kama kumchukua. Kwa hiyo tunampongeza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaendelea kumwombea lale mahali pema sana. Bwana, tukushukuru sana na tupeane wote pole. Asante sana. Ni Emmanuel Jonas Maziko ambaye nilikuwa nazungumza hapa. Hii ni katika kuzungumza na kwa maana ya wafanyakazi wa EFM wale walishawahi kupita EFM kwa ajili ya maoni yao, kitu gani ambacho walishawahi kukutana nacho, jumbe gani ambao wanaishi nao kutoka kwa Dennis Busulwa almaarufu kama Sebo, kufahamika hivyo kwa jina ambalo ni maarufu sana kwa upande wake. Bado naendelea kuzungumza na baadhi ya watu ambao washapita pale EFM, na hapa niko na mmoja kati ya watu ambao washapita pale EFM kwa maana ya Swebe Santana Nunda. Ni moja kati ya watu ambao wanaweza kana story kubwa sana kuhusiana na Dennis Busulwa almaarufu kama Sebo. Naweza akatuambia jinsi ambavyo ameguswa na msiba huu. Mambo vipi bwana Swebe Santana Nunda? Bwana, niko poa kabisa, niambie. Safi kabisa. Shwari kabisa. Bwana, hebu tuambie mguso wako kwenye tukio hili. Uko kwenye engo gani hasa ukimzungumzia Dennis Busulwa almaarufu kama Sebo? Toka msiba umetokea mpaka hivi sasa tunapozungumza, wengi wameyasema mengi kuhusu Sebo. Ila kwa ufupi tu kwamba tasnia ya habari imeondokewa na mtu ambaye pengine angeendelea kuwepo, pengine ingeleta uhai zaidi hapo kesho na kesho kutwa. Lakini kwa hivi sasa sio tasnia ya habari tu, lakini familia pia ya EFM imepata msiba mkubwa sana. Achana na familia hiyo, lakini ana marafiki, jamaa, ndugu. Kuna watu ambao walikuwa wakitoka baada ya kazi akikaa nao, leo wanaeleza mazuri ya Sebo. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba kuna mtu hayupo tena katika maisha yetu ya kila siku. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha kipindi cha Gurudumu. Yes. Bila shaka wakati ule ilikuwa bado ndo EFM inajitafuta, mapambano yakawa mengi, mkabadilika akaingia kwenye upande wa uhondo. Kuna vitu vingi sana ulikuwa unavifanya, mchekeshaji, mtangazaji na vitu vyote ambavyo ulikuwa unavifanya. Sometime kwenye matukio ulikuwa unayafanya ambayo yalikuwa ni yanabeba sura ya kituo. Hebu tukumbushe tukio ambalo nahisi Sebo pengine alikasirika sana kwa upande wako ni nini, lakini pia tukumbushe lile ambalo alifanya amefurahi, akafurahishwa sana kutokana na tukio ambalo ulilifanya. Tuanze la kwanza. Kwa upande wangu, katika mambo ambayo yalimfurahisha yalikuwa mengi sana. Kwanza kwenye event za EFM wakati zinaanza, Shika Ndinga, Mziki Mnene, Bakwa ambazo mimi nilikuwa nikihost hizo show. Kuna wakati mpaka unaoloana kwenye mvua, umeshika mic ambazo zina umeme, lakini mwisho wa siku unapambania kitu mpaka dakika ya mwisho. Hapo mkirudi mkikaa na kuonyesha kwamba kuna jambo limefanyika. Bali na huku, mimi ndio nilikuwa mtangazaji wake bora wa kipindi chote katika historia kwa pale ndani, sababu nimefanya Gurudumu, lakini nikukaa sana wakati anakuja Dina Marios, tunakwenda kufanya kipindi cha uhondo, ndio kwa muda wote nilikuwa mtangazaji wake bora. Kipindi ambacho pengine naweza nikasema nilikuwa na mkwaza ni kipindi cha dakika za mwisho, hizi za mwisho kabla sijatoka uhondo. Kila alichokuwa akipata mwanzoni akawa hakipati tena. Ni aina ya maisha, watu tunaishi, tunabadilika kadri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo kipindi hicho alikuwa akimtafuta Swebe, hampati yule Swebe ambaye alikuwa anamuona wakati wa nyuma. Kwa hiyo sio kwa kiwango kile, lakini mwisho wa siku alikuwa ananiambia, mara nyingi ananiambia lakini wakati huo ambao unafanya vitu bora, na mara zote alikuwa akiongea hata mbele za watu kwamba mimi mtangazaji bora wa muda wote ni Swebe. Kwa hiyo tumepoteza mtu na pengine itachukua muda mrefu sana kumpata mtu mwingine kama yeye. Neno ambalo limebakia kwako ambalo halitaweza kutoka, ni neno gani ambalo linatoka kwa Sebo moja kwa moja bila kuliedit? Sebo ametuachia maneno mengi sana, lakini hili neno limezungumzwa na wengi pia kutoka wameanza kuhojiwa. Kituo kinakuwa, wewe je? Hii ilitufanya tufikiri, tujifikirishe zaidi, kuona kama kitu kinakuwa, mimi nakuwa ama nimeganda pale pale ama nadumaa. Kwa hiyo ni namna ambavyo alituacha na changamoto kiasi kwamba leo watu wamekuwa wabunifu, wanafikiri namna gani ya wao kukua baada ya kituo cha uongozi. Basi nikushukuru sana. Asante sana sana. Hebu tukumbushe chochote ambacho tutakuwa nakumbuka kuhusiana na
Dennis Busulu almaarufu Sebo akiwepo duniani kwa sasa, hayupo tena, kitu gani ambacho utakisahau kwenye maisha yako? Mingi, nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwa Dennis Busulu maarufu kama Sebo. Alikuwa ni miongoni mwa mabosi ambao nilikuwa nao karibu sana. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda aina ya utendaji wangu wa kazi. Kwa hiyo mbali na kukutana naye kazini, nimebahatika kukutana naye katika maisha nje ya kazi. Alikuwa ni mtu ambaye kwanza ana fikra ya kinifu sana, ni mtu ambaye anapenda kusimamia mitazamo yake, lakini kikubwa ni mtu ambaye sio mnafiki, ambacho nafikiri hiki ni kitu ambacho Watanzania wengi tuko nacho. Tabia ya kujifanya unataka kumpetipeti kila mtu ama kumbebabeba kila mtu. Sebo kwenye swala la kusema ukweli atasema ukweli. Kwa hiyo kama akiona umefanya vizuri, maana yake atakusifia umefanya vizuri. Akiona umefanya vibaya pia atakwambia umefanya vibaya. Kwa hiyo inakuwa imebaki kwako wewe kwenye kupokea. Nitamkumbuka kwa mengi. Kuna mengi sana ambayo nimejifunza kwake. Alikuwa ni kaka kwangu, alikuwa ni mshauri. Nakumbuka tena nilipofiwa na mzee wangu, miongoni mwa watu wa karibu ambao walisimama na mimi alikuwa ni yeye pamoja. Na nitaendelea kumkumbuka. Natumai hata mimi kuna kitu pengine kwenye kipindi ambacho tumedumu wote, huenda ikawa pia nimemfundisha ama nimeweka alama kwake. Nakumbuka siku moja aliwahi kunitania kwamba tena alikuwa ofisini tu, akanatania kwamba bwana, sasa hivi nimejifunza kubeti. Na mimi sasa hizi na beti kupitia rafiki yangu Roman, ndo kanifundisha kubeti. Sasa hizo ni memories ambazo mimi sitaka kuzisahau, kwa sababu kama ukiona bosi ana appreciate kwa kiwango hicho, unapokuwa umekosea anakwambia, unapokuwa umepatia anakwambia, sio kitu ambacho unaweza kukipata kwenye taasisi yoyote ya kawaida au kutoka kwa bosi. Kwa hiyo nafikiri alikuwa ni mtu ambaye ana roho ya kipekee. Mungu amweke huko alipo. Asante sana. Mmoja kati ya watangazaji wa kipindi cha Joto la Asubuhi, Kipande uko hapa. Bila shaka kuna jambo ambalo tutalikumbuka kuondoka kwa Dennis Busulu almaarufu kama Sebo. Kwa upande wako unakumbuka kitu gani ambacho hutakisahau kwenye maisha yako? Kwa Sebo kwanza nakumbuka nidhamu ya kazi, nakumbuka kujituma, nakumbuka vitu ambavyo alikuwa anavichukia. Alikuwa anachukia sana umaskini. Sebo alikuwa anachukia sana mtu ambaye haendi na muda. Sebo alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana mtu afanikiwe. Na mara nyingi mimi kuna kitu ambacho alikuwa akizungumza kwenye kikao kilikuwa kinaniuma. Alikuwa anasema kwamba EFM imeshakuwa kubwa kwa nafasi yake, ila wewe hapo ambao umeifanya EFM imefika hapa, je, na wewe umekuwa kiasi gani? Na hilo swali halikuwa tu kwa watangazaji, pia hata kwa ma DJ. Alikuwa anawaambia kwamba nyinyi ma DJ mpo kwenye platform kubwa, na nyinyi pia mnatakiwa mjitengeneze, muwe brand ambayo inatembea, muweze kujiingizia kipato. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anatuachia maswali ambayo ukikaa nyumbani ukifikiria unaona huyu mzee yuko sahihi. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa akikwambia sitaki ni sitaki. Yaani akishasema sijakukubalia, brother, hapo usitegemee utaenda kubembeleza sio utafanyaje, amna. Na akishakwambia ofisini kwangu sitaji mtu aingie tu, ukifika hapo hata kama umemkuta amekaa peke yake, atakwambia ondoka, jipange siku nyingine kuja kwa heshima ofisini kwangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anatufundisha namna gani ya kuwa na nidhamu ya kazi, namna gani ya kuishi na watu. Lakini kitu ambacho watu wengi labda wanashindwa kuelewa, marehemu Bosi Sebo alikuwa anaishi na wafanyakazi pia kama watoto wake, na wengine alikuwa anaishi nao kama wadogo zake kulingana na age yako. Mfano mimi hapa nakumbuka wakati nipo kwenye maandalizi ya ndoa yangu, tulikuwa tumekaa tu hivi tunazungumza tu. Nikamwambia bosi, unajua mimi natarajia kuoa, natarajia kufunga ndoa. Sasa nahitaji support yako. Akaniambia unahitaji nini? Nikamwambia mimi nadhani nikipata gari itanisaidia. Akamuita pale dereva wake, Donald Joe, bwana, Jumamosi hiyo gari sitoitumia kabisa, yaani hainihusu. Hakikisha ina mafuta, bosi wako atakuwa Kipande kuanzia asubuhi mpaka siku inaisha. Na kweli Donald akanipigia simu siku ya Jumamosi. Baada hapo gari kaanza kuzunguka, inachukua huyu inamchukua huyu mpaka siku inaisha. Utaelewa ni mtu wa aina gani. Alikuwa hapendi Kiswahili. Yaani kama wewe umekosea anamuita huyu na huyu, anakuambia bwana wewe, mimi nimesikia hivi na hivi na hivi na hivi. Ninyi watoto wa kiume, kwa nini inakuwa hivi? Kwa ukiachana na yote, alikuwa ni mpatanishi.
Kwa hiyo mimi nimejifunza kikubwa, nimejifunza utawala, management. Sebo alikuwa akikwambia tuonane saa 2, ikishafika saa 2 haujafika pale humkuti. Sebo alikwambia anaweza akawaambia kwenye kikao ikishafika saa 6 na dakika 5 nimeshaingia ndani, kama haujaingia hapo usiingie. Brother, usifungue mlango. Yaani ukifungua mlango off you go. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametufundisha namna ya kuheshimu kazi, namna ya kuishi na watu. Unaweza kuhisi unaonewa lakini hauonewi, ndio anakuambia ukweli yani. Kwa hiyo natamani hata taasisi nyingine na sehemu nyingine tukipata viongozi wa namna hii. Wakati mwingine kuna watu ambao ili vitu viende wanahitaji kuwa pushed, wasukumwe, wafuatiliwe, wafanywe hivi. Kwa alikuwa ni mtu ambaye anafuatilia kitu chake ili kikae sawa. Yaani ukipewa kazi na Sebo, mara nyingi amekuwa akinipa kazi nyingi sana. Kwa akikupa kazi hakikisha unalifanikisha. Na ukiona anakupa tena kazi nyingine, maana yake kazi unazofanya zinamfurahisha. Na siku ukikosea anakupigia simu. Nakumbuka mara mwisho alinipigia simu, akaniambia Kipande, mbona unanifelisha leo? Kwa nini unanifelisha? Mimi nakuamini. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukifanya vizuri anafurahi, ukizingua anakuambia ukweli. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo mimi nitayakumbuka kwa sababu alinifundisha kuheshimu kazi. Lugano, wewe ni mmoja wa watangazaji na wafanyakazi wa muda mrefu pale FM. Labda kitu gani ambacho unakikumbuka kwa Sebo mpaka leo hii Sebo tunaye? Moja kati ya vitu ambavyo mimi navikumbuka kwa Dennis Busulu alimaarufu kama Sebo, alikuwa ni kiongozi wa aina yake. Kwanza mimi mmoja kati ya wanufaika wakubwa sana wa Sebo. Nilipoingia EFM nilikubalika kirahisi sana kwa Sebo. Alijaribu kuielewa haraka sana akili yangu, uwezo wangu wa kutafakari, mawazo na vitu vyote. Mimi inawezekana nikawa miongoni mwa watu ambao nilikuwa naingia sana ofisini kwa Sebo. Na nakumbuka kitu ambacho nilinufaika nacho kwa Sebo. Sebo alisha kuniunganisha na bili moja hivi la benki kubwa sana hapa nchini, CRDB. Aliniunganisha akaniambia, nimekupa hii bili, hebu ifanyie kazi uonyeshe kwamba tumempa mtu ambaye akaifanyia kazi. Nikaifanya ile kazi, CRDB wakafurahi sana, akasema ni kazi ambayo hatukufikiri kama ingefika kwenye level hizi. Kwa hiyo nilipopata kiasi changu cha pesa kutoka CRDB, nikaenda kumfuata Sebo kwa sababu nimefundishwa kuwa na shukrani. Nakumbuka hicho niambia Sebo, akamwambia nachukua hii pesa kwa sababu ya ulimenuia kuchukua ile pesa, lakini sikutakia nichukue hela kwako na sikupanga kuchukua hela kwako. Lakini kwa sababu umeileta ili baraka zingine ziendelee kuwepo, basi mimi naipokea. Kwa hiyo Sebo alikuwa ni mtu ambaye pia alikuwa ananirekebisha baadhi ya vitu, fanya hivi Lugano na kuona mbali, na alishawahi kunitabia kitu kimoja kwamba tunakutengeneza wewe, baadaye uchukue nafasi zetu. Na nakumbuka tukio ambalo lilitokea ni kwa upande wa ofisi, walinipa kipindi cha Mawio, lakini lengo ni kipindi ambacho Sebo mwenyewe alikuwa kiongoza cha Joto la Asubuhi, nije kukaa mimi. Kwa hiyo ni management yenyewe pamoja na Sebo walikuwa wananiandaa kuwa sehemu ya kitoko na kumbukumbu ambazo ni nzuri sana kutoka kwa Sebo, na Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake, ambayo naamini imefanya mambo makubwa ambayo jamii nzima ina kitu cha kujivunia kutoka kwake. Kikweli wanasema watu wema uishi kwa muda mfupi sana, lakini uzuri wake ni kwamba kaacha effect kubwa ambayo of course mimi najivunia. Kwa sasa hivi mimi siko EFM by the way, lakini bado nakumbuka, na ndio maana toka mwanzo taarifa zilizozipata zikawa zimenistua na nikaanza kuendelea kulifuatia tukio baada ya tukio na ushirikiano wa kila kitu ambacho kimefanyika. Lakini niwape pole pia wafanyakazi wa EFM, kila mmoja kwa nafasi yake alivyoguswa, vyote vile alivyoguswa, sababu Sebo wakati mwingine alikuwa anaweza akasema neno ambalo silipokea vizuri kwa wakati huo, lakini ukifanyia kazi linakuvusha kuelekea hatua nyingine. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe pia imenisikitisha. Tunamwomba kwa Mungu tu awe na wakati mwema huko ambako anaelekea. Niko na aliyekuwa dereva wa Dennis Busulu maarufu kama Sebo, niko na hapa ni Donald. Kwa ufupi tu ataenda kutuambia the way jinsi ambavyo amepokea msiba huu mzito. Alikuwa ni mtu ambaye yuko naye karibu muda mrefu, anamwendesha kwenda nyumbani, kwenda kazini, na mizunguko yote ilikuwa na mtu yeye. Donald, pole sana kwa hili ambacho kimetokea. Mimi namshukuru sana Mungu kwa kweli kwa yale ambayo yametokea, ni mapenzi ya Mungu. Mimi sina la ziada ya kusema kwa kweli, yani niko tu vibaya. Miongoni mwa watu ambao walikuwa karibu sana na Sebo, na bahati nzuri sana wewe ni mchungaji, na Sebo alikuwa ni muumini mzuri sana na ni mtu ambaye anapenda sana maendeleo ya watu wengine.
ni kitu gani ambacho nakikumbuka kwa Sebo ambao hutakuja kusahau katika ukaribu wako na Sebo? Mambo ni mengi sana Israeli, mambo ni mengi sana ambayo Sebo amefanya kwangu na kwa watu wengine. Mambo ni mengi sana, yaani tuchukua kwamba hebu tuache tu mapenzi ya Mungu yatimizwe kama ambavyo wameenda hivyo tu, yani ni mengi sana. Kwa nafasi alikuwa kama mchungaji unaweza kupata nafasi pia kuwapa watu nene tu. Unajua neno kifo ina herufi chache sana, lakini huenda hiki kifo watu wengine wakapata message baada ya mtu mmoja kuondoka, hasa mtu kama Sebo. Inakupa ujumbe gani wa kuwapa watu kuhusiana na neno kifo na watu jinsi ambao wanatakiwa kukiendea kifo? Yaani kama kifo huwa ni cha ghafla na huwa kinakuja wakati wowote. Kwa hiyo yani ni kujiandaa tu kama ambavyo imetokea kwa bosi wangu Sebo, imekuwa tu ghafla, ndio hivyo ameondoka. Lakini pia tuishi watu vizuri kama alivyoishi Sebo. Kwa kweli alikuwa ni mtu mzuri sana kwangu na pia hata kwa watu wengine, kama ambavyo umesikia watu wengi wanazungumza. Umezungumzia neno kujiandaa, unamaanisha kujiandaa vipi? Naomba kwamba alivyoishi Sebo na watu mishi na watu vizuri sana, kama ulivyosikia mwenyewe shuhuda mbalimbali. Hizo ni chache tu, yako mambo mengi ambayo Sebo amefanya. Ndio hivyo tu. Kwa hiyo Bwana barikiwe sana. Neno la mwisho ambalo alikwambia Sebo ambalo halitaikufutika kabisa wakati wote tutakapokuwa tunamkumbuka ni neno gani? Kwa kweli ni juhudi sana, juhudi au bidii. Sebo anapenda sana bidii sana, fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii, kutokuwa mzembe. Hilo Sebo yani hataki kufuata kufikia. Ulisema wewe ni mchungaji, watu wewe waambie pia inawezekana wakataka kufikia huduma yako. Huduma yako inapatikana wapi? Mimi niko maeneo ya Mbopo, wilaya ya Mabopande, ndio mimi nafanya huduma zangu kule. Namshukuru Mungu niko pale. Mungu ni mwema. Unawakaribisha waumini waje kwako pia? Nawakaribisha watu wote tu. Mimi si mchungaji bwana. Wakaribie tu, watapata huduma za kiroho. Mungu ni mwema. Shukrani sana. Basi nikupe pole. Watu wa asante sana. Watu wa sasa tunakimbia. Asante sana. Safari njema. Nashukuru sana sana. Asante sana. Naam, huyo ni dereva wa Dennis Busula alimaarufu kama Sebo. Safari ya kuelekea Uganda tayari imeshawadia. Fungeni mlango. Safari ya kwenda Uganda imeshawadia na ndipo ambavyo anaondoka sasa hivi. Wakati tukisubiria nini ambacho kitaenda kutokea, lakini tunazidi kumwombea Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu. Amen.